إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الحق تبارك وتعالى موصيًا من كانوا قبلنا وإيانا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. أيها المسلمون عباد الله، يقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل: كل نفس ذائقة الموت، لكل أجل كتاب. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. Ikhwati al-a'izza, uhakika ambao hakuna binadamu yoyote mwenye akili anaweza kupinga, bali hata wasokuwa na akili kadhalika hawezi kupinga na kukataa ya kwamba siku moja mimi na wewe na fulani na fulana itafikia utajo wetu hautakuwepo katika hii dunia, tutaondoka katika hii dunia. Kuna siku itatolewa taarifa kwa watu ya kwamba fulani bin fulani amefariki dunia. Kuna siku itatolewa taarifa kwa watu ya kwamba fulana binti fulani anaondoka kwa hii dunia. Kila mmoja ana uhakika ya kwamba mauti itamfikia. Ikiwa hii ndio hali ya kila binadamu mwenye akili, bali hata mwendawazimu wasokuwa na akili yuwajua ya kwamba ataondoka duniani. Ndio maana muone mwendawazimu yatembea barabarani, aona magari yanakuja, atakaa pembeni ile magari simgonge, sababu wajua akifikiwa na madhara kama vile yale ataondoka kwa hii dunia. Sasa dunia kama vile hii, ndugu zangu, Muislamu ataondoka, kafiri ataondoka, mwanaume ataondoka na mwanamke kadhalika ataondoka, mkubwa ataondoka na mdogo kadhalika ataondoka kwa hii dunia. Mweusi ataondoka, mweupe kadhalika ataondoka. Mwenye mali atafariki katika hii dunia na maskini kadhalika atafariki kwa hii dunia. Huu ni uhakika ambao kila mmoja anauamini. Lakini je, nyuma ya uhakika huu ni gani? Sote tuna uhakika ya kwamba tutaondoka, lakini tumejidhaminia maisha ambayo kwamba tutaenda kuyaishi baada ya kuondoka duniani. Hapa tatofautiana. Muislamu mtizamo wake anaamini ya kwamba akiondoka duniani ataenda kufufuliwa يوم القيامة mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu mtizamo wake anaamini ya kwamba akiondoka kwa hii dunia atapelekwa katika mahakama ya Allah jalla jalaluhu يوم القيامة, na akaulizwa kuhusu amali yake, akaulizwa kuhusu yale aliyofanya ndani ya dunia, na atahesabiwa kwa kulli saghiratin wa kabira, kwa dogo na kubwa kadhalika.
atahesabiwa na Allah jalla jalaluhu. Hii ni itikadi ya Muislam ya kwamba as-saa'atu haqqun, qiyama ni haki. Ikiwa qiyama ni haki na kiko kweli, na qiyama cha kwanza ni pale mauti yako yatapokufikia, wewe umejiandaa nini na haya maisha ambayo kwamba utaenda kukutana nayo baada ya uhai wa dunia? Ibadallah, Allah jalla jalaluhu ndani ya Qur'an ametuletea mafundisho ambayo yafaa sisi tuishi kupitia mafundisho hayo, na yoyote ambaye kwamba atafuata mafundisho hayo, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, yule ambaye kwamba atafuata mafundisho ya Allah jalla jalaluhu hatapotea wala hatoishi maisha ya shida, atakuwa katika maisha ya raha fi dunya wal akhirah. Muda gani? Pale ataposimama katika sharai Allah ta'ala. Ikija kwake akli ya kwamba ataondoka, ajiulize ni kitu gani ambacho kwamba amekiandaa. Allah tabaraka wa ta'ala sema, ya ayuha alladhina amanu ittaqullah walitanzur nafsun ma qaddamat lighad, enyi mlioamini muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na mmoja wenu watizame ni kitu gani ambayo ameiandaa kwa ajili ya kesho yake atapoenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe Muislamu utasimamishwa katika mizani na katika mahkama ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaanza kuulizwa kuanzia ulipofikia katika umri wa baligh. Utaulizwa ulifanya nini? Umri wako, an umrika, umeutumia vipi umri wako? An malik, mali yako, umeichuma vipi mali yako? Na umeitumia vipi mali yako? An shababik, kuhusu ujana wako, umri huu zamanul unfuan, ulikuwa na nguvu, umeutumia vipi huu umri? Utaulizwa haya maswali na Allah subhanahu wa ta'ala. Madha a'dadta laha, umeandalia nini maswali kama vile haya? Hakuna mtu ambaye kwamba na uhakika ya kwamba ataishi miaka mingapi duniani, lakini kila mmoja na uhakika kuwa ataondoka. Haya, huu ndio uhakika. Ukifikia utaenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mahkama ya Allah subhanahu wa ta'ala na akhirah, manzila yake na mashukio yake ya kwanza ni katika kabr, kama anavyosema Mtume alayhi salatu wassalam, alqabru awwalu manzilin min manazil alakhirah, kabri ndiyo manzil, nyumba ya kwanza katika nyumba ya akhirah. Ukifa unaingizwa katika kabri yako. Ndani ya kabri yako utaulizwa man rabbuk, ni nani mola wako? Hili swali pengine ukiwa hai ukiulizwa unanijipesi kulitaja. Sasa hivi nikiwauliza ni nani mola wenu, kila mmoja atasema ni Allah. Unaweza kusema ni Allah, lakini imagine unapoingizwa ndani ya kabri yako. Baada ya sala leo tutajifunza janaza, namna ya kuandaa jeneza. Mtu yuafungwa mikono yake, anafungwa mdomo wake, uso wake ufungwa, hawezi kuzungumza, hawezi kunyoosha mkono. Hapa anakuja malaika anakuuliza mola wako ni nani, muda ambao wewe huwezi kuzungumza kupitia mdomo wako. Pengine mbuni unaweza zungumza kwa ishara, mikono yako pia imefungwa. Utawajibu nini hawa malaika unapokuuliza mola wako ni nani? Hili swali huwezi kulijibu isipokuwa kama uliliishi ukiwa duniani. Ulijua ya kwamba utaondoka, utaingia ndani ya kabri yako, utaulizwa haya maswali, na kiyama kadhalika utaulizwa. Falidhalika Muislamu yoyote ambaye kwamba atayaona haya, maisha yake yote atakuwa anajiandaa. Tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri idha janna alayka laylun hal ta'ishu ila al-fajr
فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش طولا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري. فمن عاش 1000 أو 2000 فلا بد من يوم أن يصير إلى القبر. jiandalie leo zawadi njema utakayoipeleka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. watazawadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa, andaeni zawadi njema mtakayoenda nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo kwamba zawadi hii ni uchamungu. tazawad min ad-dunya, chukua zadi yako itakayokusaidia katika hii safari yako ya barzakh mpaka utapofika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hujui wewe ikiingia usiku waweza ishi mpaka alfajiri. Pengine leo tulala tumesikia fulani ameondoka, fulani amfariki, fulani amfariki, na wewe kadhalika itafikia hii habari, huna uhakika kwamba uzalala ukaamka salama. Wangapi katika watu wenye afya wazima walikuwa na umri wao na afya yao wamefariki bila sababu yoyote? Hakuwa mgonjwa, hakuwa na kadha, mzima, ukaghurika na afya yako, ukaghurika na siha yako. Wangapi wameondoka wakiwa ni salama? كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش طولا من الدهر. na wangapi katika watu wagonjwa mtu ampeleka hospitali miaka mingi ako wala hafi, yuko tu. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش طولا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسد في الغيب وهو لا يدري. wangapi katika vijana anaamka akiwa anajiona mzima, ana afya, kumbe muda ule kafani yake yaandaliwa, muda si mrefu yafariki, anaenda kuzikwa. man asha 1000 au 2000 fala budda min yawmin an yasira ila alqabr. ishi miaka 1000, ishi miaka 2000, lazima kuna siku utaingia katika kabri yako. Sasa ukiingia katika kabri umeliandalia nini kaburi? ya man bidunyahu ishtaghal wa gharratuhu tul al-amal, الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ewe umekwamba umeghurika na dunia yako, ukaacha sala, ukaacha ibada, ukaacha uislamu, ukaamua kufanya ya haram, ukaamua kufanya mambo ambayo Mola wako kukataza, mambo ambayo Allah amekuamrisha utaki kuyafanya. Kijana wa Kiislamu sala Ijumaa mpaka Ijumaa, maisha mengine hajui sala. Mwanamke wa Kiislamu hajui stara, baba hajui kuamrisha familia yake ibada. maisha ndo hayo kalbahayim. ya man bidunyahu ishtaghal, ewe ambaye kwamba umeghurika na umeshughulika na dunia yako, wa gharratu tulul amal, na dunia yako ikakughuri. almautu yati baghtatan, mauti huja ghafla. walqabru sunduqul amal, na kabri ndio hazina na sanduku ambayo kwamba itahifadhiwa amali yako. Utapoingia pale, in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra. wewe umejiandalia nini? watu tupo katika lamun wala tumeghurika na tumeghafilika. ibadallah, hii ni tadhkira, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. qultu ma sami'tu wastaghfirullah. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، huu uhakika tunaueleza, haya maneno yasiishie kuyasikia, bali yafaa tubadilike, tutoke kwenye ghafla na tuende katika yaqdha, turauke, tuamke, na kila mmoja aihisabu nafsi yake. sasa uko hai, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. hisabuni nafsi zenu kabla hamjakuja kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama. wazinu a'malakum, na pimeni amali yenu. wewe unafanya matendo mangapi? Je, hayo matendo yana faida gani? Hayo matendo unayoyafanya na hizo mbio zote
zote unazoenda kwa hii dunia zina faida gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ukiingia katika mahakama ya Allah, haya matendo yako unayofanya yana faida gani? Je, unaridhia wewe uondoke leo duniani ukiwa katika hiyo hali? Hal anta tarda uondoke leo duniani ukiwa katika hali hiyo? Je, amali unayoifanya ya kutoshea wewe kwenda nayo mbele ya Allah jalla jalaluhu inakutosha? Kama inakutosha haya, ikiwa mtume mwenyewe amali yake haikumtoshea, na Aisha na mwana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuwasali usiku sana, anamwambia ewe mtume wa Allah, mbona wajipea tabu warauka usiku wewe wasali mpaka miguu yako yafura? Nini mbaya ya Rasulullah? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، na Allah kusamehe madhambi yako. Mtume alayhi salatu wassalam, mcha Mungu kuliko wacha Mungu wote duniani, mwema namba moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anamwambia mkewe Bibi Aisha, ala uhibbu an akuna abdan shakura, mimi sipendi kweli kuwa ni mja nirudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amenipea afya, Allah amenipea umri, Allah amenipea mali, Allah amenipea siha, Allah amenipea familia, Allah amenipea kila aina ya neema. Mimi nisimshukuru Allah? Vipi wewe mja wa Allah, ikiwa huyu ni mtume wako ambaye amebashiriwa pepo, bali ansamehewa madhambi yake hata ikitokea amefanya, pamoja na kwamba alikuwa ni maasum? Vipi mimi na wewe ambao usubuhi tunaamka katika madhambi, mchana tunakesha katika madhambi, na usiku kadhalika tupo katika madhambi? Kaifa bina, vipi kuhusu sisi? Tazawwad min ad-dunya fa innaka rahilu, ada zawadi njema duniani ya ucha Mungu, kwani wewe utaondoka katika hii dunia. Wasari fi al-khairat, kimbilia kufanya mambo ya kheri, kuwa pamoja na wanaofanya mambo ya kheri. Sari fi al-khairat fi man yusari'u, fama al-mal wal ahluna illa wada'i'u, wala budda min yawmin an turadda al-wada'i'u. Hii mali na watoto tulionao na family tulizonazo, hii ni wadia Allah subhanahu wa ta'ala mtuwazima, na kuna siku tutairejesha. Pale tutaporudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutaenda na nini? Siku ambayo Nabii Allah Ibrahim anaeleza, yawma la yanfa wala tukhzini yawma yub'athun, ewe Mola wangu usinifedheheshe mimi siku ambayo kwamba waja watakuwa wanafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. La tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo kwamba haitamfaa mtu mali yake wala watoto wake, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa ambaye kwamba ataenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika, moyo uliosalimika na shirki, moyo uliosalimika na bid'a, moyo uliosalimika na maovu, moyo uliosalimika na maasiya, moyo uliosalimika na kudhulumu watu, moyo uliosalimika na kusema wenzake, moyo uliosalimika na kila aina ya uchafu. Huyu ndio ambaye kwamba atanusurika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, wewe ndugu yangu, wewe kijana mwenzangu, wewe mzee wangu, mamangu na dadangu, moyo wako una uhakika ya kwamba ni salama kiasi kwamba ukienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa umesalimika? Illa jiandae leo, muda bado unao, muda bado unao. Huu ndio wakati wa kujiandaa, na huu ndio wakati wa kutengeza manzila yako na nafasi yako. Dunia ni nzuri sana, dunia ni nzuri sana. Mtume alayhi salatu wasalam asema, ad-dunya halwatun qadira, dunia ni tamu sana, tena yenye rangi ya green, nzuri ya vutia. Wallahu mustakhlifakum fiha, na Allah amekupeeni nyinyi khilafa, amekufanya nyinyi ndio muwe mnasimamia hii dunia, mnaishi katika hii dunia, mnaiamilisha hii dunia. Fayanzura kaifa ta'malun, lengo watizame mtafanya nini. Allah amekupea afya, akutizame utafanya nini. Akakupea mali,
akutizama utafanya nini. Akupea watoto, akutizama utafanya nini. Fayanzura kaifa ta'malun, atizame ni nyinyi mtafanya. Sasa na je, kitu gani ambacho kwamba tutakifanya na Allah subhanahu wa ta'ala akatutizama sisi. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا يا ربنا كلها سهلا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.